Misimu kadhaa tangia mchezaji wa Young Africans namzungumzia Maxi Mpia Nzengeli aweze kuperform vyema na aendelee kuhudumu klabuni hapo. Pengine kulikuwa kuna watu wengi ambao wakijiuliza kwamba Maxi ana mkataba wa aina gani pale klabuni Young Africans. Sasa mambo yote yameenda kuwekwa hadharani. Mimi nikukumbushe tu kabla sijaweka mada hii mezani kuichambua kwa pamoja hapa na kupata 1 2 3 na vile ambavyo ulikuwa uvifahamu, gusa maandishi mekundu hapo chini tafadhali ili uwe mdau wa kwanza kabisa kwa nasi. Neno liloandikwa subscribe na ubofye alama 2 za kengele. Kwa kufanya hivyo moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii kubwa, familia adhimu ya uchambuzi wa michezo pamoja na zote ambazo zinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Sasa tukiangalia zaidi upande wa vikosi vya klabu ya Yanga, vimekuwa ni vikosi ambavyo vikitoa wachezaji imara, wachezaji bora kweli ambao ofa zimekuwa ni nyingi kutoka kwenye virabu mbalimbali kutokea hapa ndani ya Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Kama ni mfuatiliaji mzuri bila shaka unaelewa uwezo mkubwa wa mchezaji huyu wa Yanga Maxi Mpia Nzengeli. Ni mchezaji ambaye wengi wamezoea kumita jina la Church Boy kutokana na ile appearance yake pamoja na unyenyekevu aliyokuwa nao haswa anapokuwa uwanjani. Hanaga mambo mengi Maxi ya ugomvi, ni mtu mnyenyekevu sana. Lakini hata hivyo pia Maxi Nzengeli ana sifa ya kutochoka kwa haraka, wengi wanamuita mapafu ya mbwa. Hii kimaanisha kwamba ni mchezaji ambaye hachoki kwa urahisi ama kwa wepesi. Amekuwa akilisakata kabumbu kweli. Sasa uwezo huu pamoja na experience ya kutosha imeonekana kwamba kuna baadhi ya timu hapa barani Afrika ikiwemo Orlando Pirates ambazo zimekuwa zikimtazama kwa tofauti kabisa Maxi Mpia Nzengeli. Yote hii ni kutokana na performance zake ambazo amekuwa akiziendeleza mfululizo misimu baada ya misimu. Kumeonekana kwamba wanatamani wamchukue Maxi Mpia Nzengeli. Ofa zimekuwa ni za aina tofauti. Kuna ofa za milioni 500, ofa ya milioni 600, bila kusahau ofa ya milioni 750. Hivi ni vilabu vichache ambavyo inasemekana kwamba vimekuwa vikitoa oda kwa timu ya Yanga na vikiwa vinatamani mara nyingi kufanya booking za wachezaji. Na kwa kweli ukitazama zaidi Young Africans imekuwa ni timu ambayo inazalisha vipaji kweli. Mchezaji anapotoka kwenye timu yoyote akiingia Yanga, basi kuna mabadiliko makubwa sana atakuwa nayo kutokana na ufundi wa training ambazo Young Africans wamekuwa wakizitoa kwa wachezaji wao. Lakini hata hivyo pia tumekuwa tukiona namna ambavyo hata Yanga wameweza kuanzisha shule ya soka kwa vijana. Yote hii ni katika kuongeza chachu ya kuviendeleza na kuviinua vikosi vya Young Africans ili kuweza kufanya mambo yawe mazuri na kuboresha zaidi vipaji na talanta zilizopo hapa nchini kwetu Tanzania. So kwa Maxi Nzengeli hatujajua shavu hili dodo litaangukia kwenye timu ipi na Yanga wataconfirm vipi, sababu mkataba wake uliopo pale Yanga ndio hivyo tena unaelekea hatua za maji ya jioni, mwishoni kabisa. Na kwa Maxi ni injini kubwa sana pale Yanga. Tunatarajia kuona Maxi akiendelea kufanya kazi Yanga. Sasa ni kipi kitaendelea? Simba nao pia walikuwa na tetesi za kumtaka licha kwa Young Africans wakaendelea kukaza kutokana na ofa iliyokuwa chini. Sasa kwa safari hii Yanga watafanyaje? Na Maxi ameonekana moja kwa moja kutamani madili manono hayo. Kama ni Yanga wataongeza mkataba, basi Maxi pengine akaendelea kubaki klabuni Young Africans. Usisahau ku like pamoja na kusubscribe.